tafadhali. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, twaja mbele zako tukikuita Baba, tukikushukuru kwa sababu ya uhai uliotupa, vipawa uliotupa Bwana. Tukushukuru kwa sababu ya maisha ya nchi hii uliotupa. Tukuona Bwana umeinuliwa juu zaidi katika hekalu lako takatifu, umetukuka, unastahili sifa na utukufu. Nasi adhuhuri ya leo tuachilia roho zetu pamoja na malaika wakuu, tukisema mtakatifu, 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 Mungu wa rehema. Mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Ndipo Bwana tunakuja mbele zako tukikusiki kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Tunamkabidhi kiongozi wetu Rais William Ruto katika mikono yako na viongozi wote wanaoongoza nao. Bwana, kawape hekima ya kuongoza nchi hii wakati ambapo tumefikia kipindi kingine ambacho ni cha kufikiria mambo ya uchaguzi na mambo ya kubadilisha viongozi ambao hawafanyi kazi na wale wanafanya kazi. Bwana, tukiwaongezea muda kufanyia kazi mtukufu. Endelea kuwapa viongozi wote hekima ya kunena maneno ambayo hayaleti vita na chuki katika nchi yetu. Tunakuomba pia kwa sababu ya viongozi wa upinzani, Bwana, kawape macho kali na midomo kali ya kuweza kutatua uongozi mbaya, ili nasi wananchi wa nchi yetu Kenya tukaishi katika amani na kukucha wewe. Kisha Bwana, ni kanisa lako tunaliombea, tukimwombea askofu wetu mkuu Bwana Maroba, ili Bwana ukamwezeshe kutazama hili kanisa, hata ingawa Bwana si kwa hekima yake na nguvu yake, aweza kutuongoza katika Roho wako Mtakatifu, ili kanisa letu likarejelewe na amani na haki na ukweli na utakatifu ambao Bwana unahitajika katika watu wote wakutajao kama kanisa takatifu. Tunaombea askofu wote, tukiombea wachungaji wote na washirika wetu wote wa Kimethodist pale walipo leo Bwana, na kuzungumzia mada ya siku ya leo na masomo ambayo tumeletewa, ili sote tukaweza kukua kiroho kwa njia moja, tukikushukuru kwa wema na baraka zako. Hali popote kanisa limekusanyika ulimwenguni siku ya leo Bwana, ikaonekane na kutukuka. Tukikushukuru pia kwa sababu ya wazee wetu wakadili kanisa la Kawangware, waliotuapa safari njema kwenda Nanyuki na kurudi. Shindano ya wazee ya connection ambayo yalikuwa pale Bwana, ushirika wote na jina lako likatajwa. Bwana, ukazidi kujionyesha na kujidhihirisha katika maisha ya wazee. Kisha Bwana, tunakuomba kwa sababu ya Jumapili ijao, wakati vijana wote wanarika katika hili kanisa wanapojitayarisha kusimama madhabahuni na kulitangaza jina lako na kusema uhai milele. Utakatifu kuonekana katika vijana wetu makanisani yote. Kawape nguvu na Roho wako Mtakatifu Bwana, a fresh anointing of hope Bwana, ili maneno atakayoyanena siku ya Jumapili yakawa nabii kubwa katika maisha ya kanisa hili letu. Tukushukuru hapa leo Bwana kwa sababu ya wageni ambao tunawapokea na wakatamka na dini zao ambao wamependa kuwa washirika wa hili kanisa. Hebu Bwana wakapata kukua na kuwa na Roho Mtakatifu, mahitaji yao yakatembea katika hili hekalu na wakachangia zaidi katika huduma ya utumishi wa jina lako katika hili kanisa. Tukumbuka ndugu yako Nick, mtoto wako Bwana, amepoteza baba yake pamoja na familia yao wote, wanapopitia wakati mgumu wa machozi, wanapofikiria vile maisha yatakuwa Bwana bila baba yao. Tuwezeshe kama kanisa kusimama na wao na watawafuta machozi yao, kusimamisha imani yao katika jina lako takatifu. Tuungana na dada yetu Wachiko Bwana, ambaye hajaweza kuhudhuria ibada kwa siku nyingi, lakini leo amesimama na kuinuka na kusema wewe wastahili sifa na utukufu kwa sababu ni Mungu mponyaji. Pokea sifa zetu. Tupigie Yesu makofi tunapomshukuru. Shukuru Mwenyezi Mungu pia kwa sababu ya mapenzi yako kwa ndugu yetu Tingao ambaye ako na hitaji la kibinafsi. Wewe uonaye mambo ya siri kilindini mwa roho zetu,
Tutasimama na ndugu yetu Mtingao Bwana, na hitaji ambalo wako nalo. Sasa tusimama na kushukuru kusema wewe ni Mungu mkuu. Bwana, wewe ni Mungu wa majeshi. Wewe unastahili sifa na utukufu. Kama kanisa tunataja mahitaji yetu yote katika nyakati huu. Na wakati huu naomba kila mtu katika kimya aweze kutaja hitaji. Bwana amesema nyumba yako itakuwa nyumba ya maombi kwa watu wote, mataifa yote. Hebu taja hitaji la wiki hii inaanza leo mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, wewe uliyetuleta hapa kwa nia moja, uliyetuahidi kwamba wawili watatu watakapokusanyika pamoja nao, kwamba utupe Bwana maombi na kutujalia maombi yetu, vyote tulivyonaja navyo vya roho na miili yetu, na kisha Bwana utatupea uzima wa milele utakapokuja siku ya mwisho. Kwa Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu tuomba na kuamini. Kiti chako cha rehema na siku hiyo kwamba Yesu alikuwa anatayarisha kwa mchungaji, na leo nimedumu na mwito huo mpaka nitakapofika mbinguni. Nataka kuleta salamu za jamii yangu, mke wangu na kijana wetu Kennedy, lakini tulikuja na msichana wangu Jemima ambaye niliwasalimia jana. Nakuru Circuit ilikuwa imewekwa pamoja na Kimbo Circuit kwa Sunday School or Junior Church intervisit. So watoto walikuja kutoka Nakuru last year, Kimbo walitutembelea kule Nakuru. Sasa this year sisi ndio tulikuwa tunakuja mabasi mawili. Nakuru imekuwa makanisa mengi mpaka Menengai. Kama hujaenda Menengai, kuja na kuna kanisa pale. So tulikuja kule Kimbo, tukashinda na watoto, tukashukuru Mwenyezi Mungu. I saw more than 500 children in that compound. Kwa hiyo kanisa la Mungu linafanya nini? Inaendelea kukua, na wakarudi, sisi tukawachwa, tulikuwa na ibada huko. Nimepokea habari zenu kutoka kwa mchungaji Reverend Amaya, nashukuru sana kwa huko maliko. Akaniambia kanisa la Kawabani wao wanawapenda, najua mnanipenda lakini alisisitiza nasema lazima kuite. So tukaangalia program mpaka siku ya leo. Nashukuru Mungu sana sana, viongozi na mchungaji na washirika kwa sababu ya upendo huo ambao wamenionyesha. Na nikikuja hapa nilikuwa na upendo hata ibada ya kwanza. Na mimi pia nawapenda kwa sababu leo ilikuwa siku ngumu sana kujiachilia. Siku ya leo tuko na harambee kule Nakuru Methodist na mke wangu ni guest of honor. Lakini sasa juu ya mkataba nikasema hawa watu tunawapenda, lazima nifanye nini? Lazima nikuje. So I love you our God and I pray for you and
Nataka kuingia katika mahubiri ambayo yanahubiriwa katika kanisa lote la MCK siku leo, ambayo ni kumwamini Mungu nyakati zenye changamoto. Trusting God during challenging times. Nilipokuwa nahubiri katika ibada ya kwanza, niliwaambia sijui kwa nini, unajua ya masomo yanapanga kwa kabla January. Kama sasa hivi ndio wanapanga August, ndio wako katika magoti, unauliza Mungu maana ya siku ya August 2027 first Sunday itakuwa nini? And that's jambo la unique sana ambalo aliko katika makanisa mengine. Makanisa mengine wao wanaenda mara moja wanatoa dini hiyo siku zake, Mungu mtahubiri, anaambia wewe hubiri. Lakini sisi tunauliza Mungu mpaka Disemba 2027, na sasa hivi ndio wako mlimani wanaomba. So leo katika maombi yao waliambiwa wahubiri mambo ya kumwamini Mungu nyakati zilizo na changamoto. Trusting God in challenging times. Sijui kama walijua August vile itakuwa, lakini ukiangalia mambo ambayo yanafanyika saizi ni mambo yenye changamoto nyingi sana. Kama wewe kwa Instagram ama Facebook kama ya social media zote, hata WhatsApp, ukiangalia mambo zile zinaendelea, mpaka watu wanatusiana kwa WhatsApp. Unaona admin ametoa admin ametoa fulani, mpaka hapa group za kanisa. Hata yetu kuna kanisa yetu, kuna siku tuliamkia hiyo, uliona watu wanaulizana, uliona kabla chama alitoa kabla nione ama admin amefanya nini, amedelete, amefuta. Hawezi page nyingi sana scroll Facebook ama Instagram ama social media zingine, kabla uone mauaji, kabla uone vituko. Challenging times. Juzi umeona hata vijana ambao walikufa University of Kenya na Mungu pumzisha na kubatuliza roho zao. Walikuwa naenda mazishi, wengine wameshikilia basi, sijui wamefanya nini, wanakanyaga mpaka trailers zikienda huko, basi hapana nini kamoka na wanafunzi wakapoteza maisha. Umeona vita, watu wanamkera, wanaanza kufanya nini, kupigana. Mwingine tu ako na kamera, hiyo ndio kazi yake, yeye ana kamera. Sasa watu wanapigana hapo, wewe unaona sinema unapelekea watu. Basi ukiangalia picha ambayo haya mambo yanatuonyesha ni kwamba hakuna utulivu. Changamoto ziko katikati yetu, ni kama mawimbi ambayo yanavuma. Changamoto za kifamilia ziko, changamoto za kisiasa ziko, mpaka kule Orokarao kweli Parable of Orokarao kule tuliona sinema na mambo mengi ya kisiasa yakifanyika. Watu wanaoheshimika ambao wanafanya mambo, na hiyo mambo psychologists na counselors wako hapa wanatuambia haya ni manifestation kidogo tu. Ukifinya utaona mambo yakiwa mengi. Na basi aliyekuwa anatayarisha hii na anataka kuangalia hiyo kiwa trusting kwamba mambo hayo yote yanapofanyika, nani ataamini? Who will trust the Lord? Nani atasimama na neno la Mungu? Nani atasimama apigwe mbele na nyuma na kando, apigwe roho na kichwa na bado yeye yuwasimamia Mwenyezi Mungu? Kwa maana Biblia inatuambia kwamba maisha ya Kristo ni magumu. Hakuna mahali Biblia inatuambia itakuwa rahisi, lakini imetuahidi kwamba Bwana atafanya nini? Atakuwa pamoja nasi. God will be with us. Mungu atakuwa nasi nyakati zikiwa ngumu. Na kuongelea haya maneno tutaletewa masomo ambayo tumesoma siku ya leo. Nataka kukuzia sana somo la Kutoka na somo la Mathayo ambayo tumesomewa.
Yusufu, Joseph ambaye tulisoma wala wamepitia Sunday school vizuri, lazima uwe umepitia Yusufu, yule kijana kuota ndoto. Maivanaki alikuwa anaitwa hata na jina mbaya Karoti. Ni kama tukakuota nyakati zote, kilala kidogo tu uwezi amkabila nini bila ndoto. Lakini ndoto zake hazikuwa ndoto za kimwili, zilikuwa ndoto ambazo zimeambatana na mbinguni. Kila ndoto yake ilikaririwa, hata kama ile ya kuona chakula kinampiga magoti, kinaabudu kingine, ng'ombe wakone na ng'ombe wanono wao wanaabudu wengine, pia ilikuwa na maana. Na tukaambiwa vile ambaye huyu Joseph alikuwa ni last born na mfano wake, vile alivyosimamia neno la Mungu. Joseph akawa last born lakini hakuchukiwa na ndugu zake, na wakapanga mpaka vile watamuua, lakini kwa minajili ya ndugu yao Ruben akawaambia afadhali hata tumuuze kama tumuue. Hata kuuza haikuwa solution nzuri. Na ni kwa nini Joseph anachukiwa? Ni kwa sababu ya mapendeleo katika jamii. So changamoto yake imetokana na wazazi. Baba kama mimi nimependelea Jemima kuliko kupendelea Kimaita. Akamshonea koti nzuri. Katika Biblia inasema hilo jina alieleweki sana, hiyo kind of coat ni koti ya aina gani? Wengine wanasema ni robe kama hizi tunavalia wakati wa siku ya sakramenti ile mrefu. Wengine wanasema ni kakoti kadogo kama hivi tumevalia, lakini jina la Kihibru linaitwa Cotoret Pasmi. Ukiangalia hiyo jina Cotoret Pasmi ni kama inakuelekeza kwamba hii koti ilikuwa ya kifalme. Yaani babake aliangalia kabisa sio koti ya ili duka ama ili duka, ni koti ya wafalme. Kama ni kule Nigeria angekuwa amevalia kale kakofia kekundu kaoga na zile nguo wanavalia wafalme. Kama ni Kimeru angekuwa amevalia ile nini, ile kichwa ya monkey ile inabadilisha watu siku hizi na ndio ni mfalme. Na hata wanasiasa wengine wanasikia kauli sio wakiona fulani amevalishwa hiyo kofia ya monkey, kwa sababu iko na maana. Sasa Joseph alikuwa amevalishwa hiyo mpaka ndugu zake wakasema sasa huyu ndiye atakuwa gavana na sisi tutakuwa ni kama huyu ndiye rais mtarajiwa. Sasa alivalishwa hiyo ya kifalme. Cotoret Pasmi ni royal, ni kuonyesha sio expensive tu ama many coat of many colors, lakini ni nguo ya kifalme. Na ndugu zake wakaona hasira sana, na ndiposa wanaposema wanataka kumuua wangemalizana na yeye. Ruben anasema tumuuze na wanamuuza, lakini hata hiyo kuuza haikuwa rahisi, ndiposa aliuzwa kama mabusu, kama mtumwa. Na mtumwa siku hiyo, sijui kama ni hapa ni bila mali nyingine, slave ni kunyang'anywa utu wako wote, unafanyika kama mnyama. Kiingereza inasema a slave was a four-footed animal. Four-footed ni kwa nini? Kwa sababu boss hawezi kuwa amesimama na wewe umesimama. Mwajiri wako amesimama kama slave, ulikuwa unapaswa kuwa katika miguu nne, mikono na miguu yako. Sasa unakuwa mnyama kwa sababu unatembea kama nini? Kama mnyama. So kutoka mfalme unanyang'anywa hiyo utukufu ambayo baba yako amekuvisha, ndugu zako wanakuvisha unyama, wewe utembee. Slave angechapwa kwa ajili yako, ukiwa umefanya makosa wazee waseme wewe ni kuchapwa. Sasa slave angechapwa kwa ajili yako, slave angefungwa gerezani kwa koroni kwa ajili yako. Kama ni mama, slave angenajisiwa kwa niaba yako. Nasema msinichukue, chukueni nani? Chukueni huyu. Sasa amenyang'anywa utu wake wote, lakini Joseph alitazama Mungu. Kunyang'anywa hiyo utu yake na kuvishwa unyama, akatazama Mungu, kwa sababu alikuwa anajua ndani yake kwamba Mungu amesimama. Jambo la pili, Joseph alidhihakiwa.
na kutukanwa. Sasa ile jina wanamuita, wakati wanamwona anakuja, wanasema angalieni kanakuja kale kamwoti. Ni jina master of dreams, yaani wanamwambia sarcasm, ile kinaya. Huyu ndiye bwana wa ndoto zote. Na unajua katika familia majina huleta vidonda vingi vya roho. Majina yanayotumika katika familia, chukua majina ambayo tunatumia katika familia. Vidonda zingine zinabebwa na watu wako na mvi kama mimi, na ilifanyika nikiwa mtoto. Mambo zingine tunafanyia katika hii familia ni machungu sana, yanaleta vidonda za mwili. Sasa wanaita Kadrima, haka kanakuja, walikuwa wamepea mpaka nickname katika jina la Kiebrania ni Bahar Hahalomot. Bahar Hahalomot ni jina la kutukana kabisa, kale kamwotaji, yaani niko master of cinema, drama queen. Hata ukita mtoto wako drama queen zaidi atakumbuka mpaka akiwa shosho kwamba anatukana, akaitwa nini? Akaitwa drama queen. So walimlimisha na akatukanwa na akakuwa ridiculed, akakejeliwa, kejeli ndani ya maisha yake, na akawa na vidonda ndani ya roho yake juu ya majina yanayotokana katika familia. Lakini Yosefu bado alisema nini? Alitazama Mwenyezi Mungu. Wengine wetu hapa tukitukana tunasema nini? I'll give you a piece of my mind. Nitakuonyesha nini? Na sasa tunaanza kutayarisha matusi na nini ili uweze ukajibu. Utaki kunyamaza, unataka kujibu na kuonyesha wengine hakuna kitu. Unasema mimi ndiye, sio sikuna mimi ndiye. Sasa unataka kusema mimi ndiye. Sasa matusi ya kuna kukumbuki watu wengine, unataka kujiweka wewe mwenyewe. Wengine wetu hapa hata tukinyang'anya urithi, kama vile sasa ameuzwa. Kuuzwa ni kumaanisha huna urithi tena, ushauzwa. Wengine wetu tukinyang'anywa kaduka tuliachiwa na baba yetu, ati ng'ombe, ati nini. Wengine sasa ndio tunaonesha makali yetu, tumenyang'anywa shamba. Unatafuta makesi, mchanga, inaisha yote, uweze ukasimama kama Yusufu, ukasimamia wema wako. Na sio Yusufu peke yake, watu wa Mungu wamepitia changamoto kama hizi ambazo tumezipitia. The Bible says Elijah was a man of like passions. Elia aliyapitia. Mfalme Ahab na bibi yake Yezebeli wakamkandamiza, wakamfukuza miaka 3, akaenda jangwani, lakini Elia alitazama Mungu nyakati zote za maisha yake. Hana akapitia changamoto ya kukaa bila mtoto. Kukaa bila mtoto ni dhuluma kabisa kwa mama ambaye anasema Mungu ulinipa tumbo ya nini na unipeni mtoto. Akakejeliwa na Pias, akakejeliwa na Penina, bibi wa pili. Siku kulikuwa na bibi wa pili, akamkejeli, wewe huwezi pata. Alimtazama Mungu na akamwita Mungu na akamwamini, ikapita. Habakkuk anaanza kitabu cha Habakkuk chapter 1 verse 2. Wakati anaona hizi changamoto, anauliza Mungu, how long, oh Lord, ni mpaka lini? Kwa sababu Habakkuk kuna kuvumilia, amevumilia kama Mkristo. Biblia inatuambia subira, imani na subira, imani na uvumilivu. Habakkuk amevumilia, sio wiki moja, sio wiki mbili. Sasa anaambia Mungu, niko tayari kuvumilia, lakini Mungu niambie kama ni mwaka mmoja nikiwe, kama ni miaka 2 nijipange. Mungu umesema ni miaka 2, hiyo nitaweza. Lakini sasa Mungu amemweka nafasi ambayo hajui ni mpaka lini. Ndio anafungua kitabu chake Habakkuk chapter 1 verse 2. How long? Ni mpaka lini Mungu mateso haya nitakayovumilia? Tunamwona Mose na wengine mpaka Yesu katika msalaba. Lakini jambo ambalo ni kubwa sana kwetu sisi wote ni kwamba Mungu anawahi achilia watumishi wake. Hata wale ambao kama Daniel, Meshaki na Abednego waliambia mfalme atuokoe ama situokoe, lakini
kusimama na neno lake. Bwana Yesu asimama. Bwana asifiwe sana. Nitasimama kwa neno lako Bwana. Nitasimama kwa neno lako nini? Bwana. Ndio shaka kunisha kila neno. Hata nitukane, hata nifanye nini? Mambo ya magumu, nife mimi mwenyewe, mimi ni wako. Nitasimama kwa neno lako. Ndiposa maana ya leo inatuita kwamba sisi tukaweza kutizama dhoruba, tukaweza kutizama mambo yaliyo magumu, tukaweza kutizama mateso, tukaweza kutizama nyakati ambazo hatuna fedha katika nchi yetu, tumenyang'anywa pesa yote. Kama kuna kitu ingine rais wa leo atakumbukwa nayo ni kunyang'anya watu pesa from circulation. There is no money circulating, hakuna pesa inazunguka. Sasa ni kunyang'anyana pesa. Kama unipei kazi na mimi nitajifanya kazi. Wizi umezidi, unyang'anyaji umezidi, mpaka watoto wamekuwa desperate. Ukiwaambia nataka kukuajiri kuwa goon, na kuwa goon si rahisi. Msitukane tu kijana wetu ukiona anafanyika goon, jambazi. Ni kwamba amekosa kazi yoyote ile, amekaa bila mkate. Sasa iko mtu hapa anamwambia nitakuajiri, kwa sababu ukiwa goon unaweza fanya chochote. Sio watchman. Unaenda kupigana na goon, wengine wameambiwa tuingie mkutano, na wewe umeambiwa unaenda kufunga mkutano. Kina bwana say, because of desperation, our children have been reduced to goods. Sijaona hii tena mimi. Niko na zaidi ya miaka 50, nimeona kiongozi Kenyatta, nimeona kiongozi Moi, nimeona kiongozi Kenyatta mwingine, nimeona Kibaki. Youth ni wachia, nimeona kiongozi wote. Tunaona wazee ambao hata wengi sana hatujaiona mambo ya goods mpaka inakuwa industry. Mpaka kule university tunakoina nini? Goodification. What? Goodification. Mpaka inakuwa vocabulary in Kenya because of desperation. Kama vile ilifanyika wakati wanaisraeli wakienda katika vita. Mambo ilifanyika ambayo ya kuona, kwa sababu tumenyang'anya pesa, hakuna pesa circulation. Hiyo ni challenge ambayo Mungu pia anatuita tutizame. Because as the Bible says, when the foundations are shaken, misingi inapotimizika, watakatifu utafanya. What will the righteous do? Bwana anatuita tusimame na neno lake. Si rahisi kama vile ninavyosema. Najua wewe umepitia changamoto, nikiuliza kila mtu hapa challenge ambayo umepitia, kila mtu ako na challenge ambapo alipitia, hata kama ni kuchukiwa na watu wa familia kama Joseph, hata kama ni kutukana na mtu wa familia, hata kama ni kukosa fedha, kila mtu ako na challenge. Lakini tunajua ni season. Trusting God in challenging times. Sio ya siku moja, ni season. Na kutoka hapa kwenda mpaka 2027, uchaguzi kama itafanywa next week kama 2027, itakuwa wakati mgumu. It will be challenging times. What will the righteous do? Wangapi watasimama na Mungu, waombee nchi yetu, wakemee haya mapepo, waambie Mungu tunataka amani, tunaambia Mungu how long, oh Lord, Bwana tunataka usuluhishe. Na Bwana ambaye ni Mungu wetu anaweza kusuluhisha mambo kama hayo ambayo tunayopitia. Katika somo la Mathayo tuliona vile wanafunzi wa Yesu walipovuka na kuingia katika bahari. Naamini kwamba hili somo alikuwekwa hapo ni kwa minajili ya historia, kutujulisha. Kama vile historia ya Kenya tunasoma, ati kulikuwa na bombers, kulikuwa na Dusis, kulikuwa na terrorist attack kule Garissa, kulikuwa na ingine Westgate. Sidhani hili somo limewekwa hapo kwa minajili ya historia ili tuweze kujua kwamba kuna kitu kama hiki kilifanyika. Hili somo liliwekwa kwa minajili ya imani yetu. Na Kiswahili hakipati vizuri vile nilikuwa naambia watu wa English service. Ni kwamba
hili somo limewekwa hapa ili tukajue how to behave in stormy times, wakati wa storm. Storm ni ile sasa, hii ni ya bahari, ile ya bahari. Mmeenda katika mashua, kama ushaingia merikebu, hii kianza kufanya hivi, unaweza hata kale kadogo karibu baridi kule tunaendaga, ukiona crocodile karibu pale unaanza kutetemeka. La Imam alikuwa anatusimulia siku moja vile walivuka kutoka kwenda Lamu na walikuwa na mashua kama hapo. Sasa kakaanza kufanya hivi, akatuambia mimi niliona nimekufa. Ilikuwa hali msikizi, niliona nimekufa kwa sababu si kudenda, niliona kifo cha rahisi sana ni katika maji. Sasa wanafunzi wa Yesu walikuwa katika hiyo. Na sasa hii kwangu ilituonyesha kwamba life will have storms. Kwamba maisha hayataishi, hawezi kusafiri maisha tambarare. Kuna milima na mabonde, na kuna wakati inazidi kabisa mpaka inakuwa na jicho, the eye of the storm, ambayo inatuta sisi wote tutapitia eye of the storm. The response of the disciples ni kwamba walimuita Yesu, they called upon the name of the Lord, ambayo walimuona kusema ni ghost, na Yesu akawatokea. Kitu nilichofunuliwa sana ni kwamba kulikuwa usiku, katikati ya usiku, giza haikumzuia Yesu kufikia wanafunzi wake. Ilikuwa nyakati ambayo haikuwa imepangwa kwamba Yesu akuje awaokoe. Mipango yetu ama kutopanga kwetu hakuwezi kuzuia Yesu kutuokoa. Maji yalikuwa yamechemka na yakawa mabaya, karibu waangamie. Kuchafuka kwa maji hakuwezi kumzuia Yesu Kristo kuja kutuokoa. Hao walikuwa wanafunzi wa Yesu 12, the select, mabishopu, nikiwaita katika siku za leo, wateule, watakatifu. Hata kama walikuwa na dosari zao, dosari ya kutaka ukubwa, nani ataketi upande wa kulia na nani ataketi upande wa kushoto, dosari za tamaa, walikuwa na dosari ya kumsaliti Yesu, dosari ya kumkana Yesu, tamaa za pesa na corruption. Lakini walikuwa ni wateule, select, holy, righteous, mbele ya macho ya Yesu Mwokozi wetu. Lakini utakatifu yao haikuzuia storm kuwapata. Haijalishi unaomba mara ngapi, haijalishi unapiga magoti mara ngapi, haijalishi unabalia kola hii kama mara ngapi, haijalishi jina mchungaji, reverend, haijalishi how much you pray, how much you hold the microphone, haijalishi kama unanuka Biblia kuliko pombe, haijalishi, it doesn't matter. Kila mtu atapitia nini? Atapitia storm, the eye of the storm. We can't avoid. Ambia jirani yako, hatuwezi avoid the storm. But what is your behavior? Tabia yako ni nini wakati wa changamoto? Wakati umeacha na mpenzi wako, and you invest a lot of energy in relationship and I have a boyfriend, she loves me, oh my, she adores me, I can cross the ocean for you, even Majina Mnabiana, I can cut the sky for you. Na amekuacha. How do you behave in that stormy time? Storm yako si ugonjwa, storm yako si kuchukiwa na familia, storm yako si kuingia kwa maji ama road accident kama disciples wakapasia accident. Storm yako si hizo vitu. Storm yako ni dark night of the soul, usiku wa roho ambao unajifanya wengine wakitia kitanzi. Usiku wa roho umemtembelea shetani, amemwekea semina mpaka anajirusha kwa gari na pita, mpaka anajirusha kwa ghorofa, mpaka anarusha mwingine kwa ghorofa, mpaka anaona huyu msichana hataishi, achukuliwe na kijana mwingine. She must die
and the increments of femicide. How will you behave in that dark night of the soul? Will you stand firm like Joseph? Will you like Habakkuk ask God, how long, O Lord? God, you are the giver of friends. Wengine si hata relationship, wengine ni marriage, inaingia mpaka divorce. I'm a pastor now, niliwaambia I'm over 50 years. I have seen the pain of divorce among couples. Divorce si rahisi, unasema